Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha jioni ya leo, tukienda kujua kwamba tunaenda kusikiliza maneno ya Mungu ya kutusaidia kusonga na kuweza kuyafahamu mapenzi na kujua kusudi la Mungu. Bwana Yesu asante kwa sababu tumepata nafasi hii. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya kusikiliza neno lako, pale ambapo tunastahili Mungu wa mbinguni kuingia katika utukufu zaidi, na pale tunapostahili kutenda kazi yako zaidi. Tunaomba vipawa vile vinavyohusika katika kutuwezesha vikapata kudhihirishwa katika wakati huu tunapoendelea kukutumikia. Tunaomba neema ya kuweza kufanya kazi pasipo hofu wala mashaka. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Hallelujah. Kitu kikubwa nachotamani tuone tujifunze ni kuzijua siri za mipango na makusudi ya Mungu maishani mwetu. Mungu ni Mungu wa mipango na ni Mungu wa makusudi. Au ni Mungu wa mipango na ni Mungu utekeleza mipango yake na makusudi yake aliyoyakusudia kwa mwanadamu. Kwa hiyo kujua mpango wa Mungu ni kujua kusudi lilokusudiwa maishani mwako. Namba moja, mpango wa Mungu ni mpango ambao haujawahi kukosewa. Na Mungu hajawahi kukosea kwenye mpango wake alionao kwa mwanadamu, hasa nikichukulia kwa sisi tunaomwamini. Nachukulia kwa sisi tunaomwamini. Ukishaingia kwenye eneo la wewe unamwamini, mipango yote ya Mungu iliyokuwa imekusudiwa kabla ya misingi ya ulimwengu katika Yesu Kristo, hiyo mipango imeshatekelezwa. Amen. Hiyo lugha nieleweke. Kila lengo la Mungu kwa mwanadamu, nikichukulia aliyemwamini, sahihi nimemwamini. Ikiwa kuna lengo lolote Mungu aliwahi kuliweka kwa ajili ya kumtendea mwanadamu, alilitimiza katika Kristo Yesu. Sasa kama Mungu ameshatimiza, ni wajibu wangu kujua ametimiza kwa namna gani, kwa njia gani na wakati gani katika Kristo Yesu. Amen. Maadamu katika Kristo Yesu Mungu ameshatimiza makusudi yake, malengo yake kwa ajili yangu. Moja, ametimiza kusudi la kumwokoa mwanadamu. Hilo limeshatimia na limeshafanyika katika viwango vyote vilivyohitajika kumpata mwenye dhambi na kumtoa dhambini, kumtoa mautini, kumtoa hukumuni. Baada ya kuweza kumwokoa mwanadamu, mpango uliofuata wa Mungu ni kumfanya yule mtu aishi sasa na kuenenda kwake kufanane na lile kusudi lililotokea katika maisha yake. Amen. Mpango namba moja ni kumwokoa mwanadamu. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Mpango namba mbili katika kumwokoa mwanadamu ni kumfanya mwanadamu kuwa mshindi juu ya dhambi, juu ya mauti na juu ya jambo lolote baya lililokuwa limeakusudiwa na yule mwovu. Kwa hiyo mwanadamu akuokolewa tu alafu arudi kushindwa, alafu arudi katika dhiki, alafu arudi kwenye mapigo, alafu arudi kwenye dhambi na mauti. Aliokolewa for a purpose, awe mshindi. Ushindi ni jambo lililoumbwa, sio litakalo kuwa baada.
Wokovu ulishatolewa, Mungu alishamwokoa mwanadamu aliyeamini. Nachukua lugha, aliyeamini. Amen. Na huo mpango ulitimizwa katika Kristo Yesu. Umeipata hiyo picha eh? Na ilo kusudi lilishakamilishwa mara baada ya Roho Mtakatifu kushuka kutoka kwenye tendo la kuingia katika mauti ya msalaba, kwenda kaburini kukaa siku 3, kufufuka kutoka mautini na kuenda kuketi mkono wa Mungu wa kuume wa kiti cha enzi na kumruhusu Roho Mtakatifu ashuke. Mpango huo na kusudi hilo lilikuwa linalenga katika kumwokoa, namba 1. Namba 2, kumpa ushindi, sio tu kumwezesha ashinde. Amen. Maana kumwezesha ni jambo litakalo gharibu tena, lakini kukupa wewe ushindi. Bwana asifiwe. Ushindi huo mimi si utafuti, ushindi huo wewe hautafuti, bali ni kipawa kilichotolewa baada ya kumwamini Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Naeleweka lugha eh? Watu wengine wanasemaga lugha ya mhubiri huyu inaweza kawa ni ngumu kuelewa. Mbona tuna mapambano? Mbona tunapita kwenye majaribu? Mbona tuna vita? Mbona wakati mwingine unaona kabisa hapa mimi nimepita katika hali ngumu? Labda niseme hivi, namna gani unapopokea ule wokovu ndio namna gani unaona ushindi wako. Namna gani uelewa wako ulipopokea imani katika yule aliyekusaidia kujua kwamba kuna mtu aliyekuja kwa ajili yako, akafanyika dhambi, akasababisha maisha yake kuingia kwenye hukumu yako. Inategemea ulipopokea hiyo imani kwa huyo, ndipo maisha yako yatakapodhihirika, una ushindi au hauna ushindi. Haleluya. Hii lugha ni sawa eh? Inawezekana katika upokeaji wako, mwalimu mhubiri aliyekusaidia kujua imani alikuonyesha kwamba wakati unapoingia kwenye imani ndipo unapoingia kwenye vita, na wewe ukaamini hivyo na ukapokea hivyo. Kwa hiyo vita havitaisha na vita havitakoma kwako, kwa sababu ndivyo ulivyoingia kwenye imani. Lakini sasa ikija kwenye eneo ambalo umeelewa aliyekuja duniani akakupa ushindi, nitautumia ile lugha uneno ushindi mahali fulani, akakupa ushindi wake, sio wewe ukashindani, kakupa ushindi wake. Maana kuna wewe kusema na shindana au wewe napigana, lakini yeye ameenda kwenye eneo la vita vyako. Yeye kaenda kwenye eneo adui yako anapotumikia mahali pa kukushika wewe, na akamharibu kule. Sasa kwenye huo uelewa ndo tunatofautiana, na ndiyo maana tuna maisha ya mapokeo yanayotupelekea huyu ulia, huyu ucheka, huyu uinuka, huyu ushushwa, huyu uponywa, huyu mgonjwa, huyu ufa, huyu anaishi. Sasa ni namna gani unavyopokea? Kwa mfano, wakati Musa anawaambia wana wa Israeli, tazameni nimeweka mbele yenu laana na baraka, mauti na uzima. Lakini Musa akajua, au kwa lugha iliyokuwa kimaandiko anasema, Mungu akawaambia wala wa Israeli, chagueni uzima ili mkaishi. Sasa eneo anakuambia chagua, maana yake amekuwezesha. Usiende kwenye mawazo ya kushindwa, nenda kwenye mawazo ya kushinda. Nenda kwenye mawazo ya kupata, nenda kwenye mawazo ya uponyaji, nenda kwenye mawazo ya mafanikio, nenda kwenye mawazo ya afya. Usiende kwenye mawazo ya kujua mimi nitashinda. Usiende kwenye mawazo kwamba mauti iko na maadui zako wanakutafuta ili ufe. Ukienda huko utakufa. Kwa hiyo unachagua kile alichosema, chagua uzima, chagua baraka.
Ukienda kusema kuchagua, maana yake anakuwezesha akili yako kuelewa. Usije ukakosea katika uelewa ukapoteza ulichopewa na Mungu, ambacho anasema uzima. Vyote viwili viko mbele yetu, uzima na mauti, baraka na laana. Lakini anaangalia mwanadamu, anamkuta mwanadamu hana uwezo wa kiakili yake kuelewa. Anaweza akajikuta akasema bwana, maisha ya dunia hii lazima upitie. Maana yake akishasema hivyo, kakubali vita vya maisha, kakubali mapito, kakubali shida, kakubali majaribu, kakubali mauti. Sasa ikifika mahali anakuambia chagua uzima ili ukaishi, maana yake sasa hata baraka zikiwepo hapo na laana, wewe akili yako Mungu ameshakwambia chagua upande huu. Huwezi shindwa kuchagua, na kata ameshakusaidia. Nishawahi kuonyeshaga kipindi fulani nikiwa Marekani, chuo cha Biblia. Tulikuwa na profesa mmoja, Dr. Jackson, mwalimu wetu wa chuo cha Biblia kule Marekani. Anasema hivi, mimi katika darasa langu mwanafunzi akifeli hata faulu maishani mwake kabisa. Alafu ndio mwalimu pekee aliyetupa vitabu vya kusoma vingi na vikubwa kuliko walimu wengine, na akatuambia lazima musome vyote. Tulipofika wakati wa kuingia tunaenda kwenye mitihani, tulijua hakuna atakaye faulu masomo ya Dr. Jackson. Hakuna. Maana vitabu vyake kwanza vinatisha, ni vikubwa, vizito, kurasa 700, 800, 900. Sasa mimi nitasomaje vitabu zaidi ya 5 kwenye msimu mmoja? Akili inakataa. Wengine tuna matatizo ya familia, wengine tuna shida ya pesa, wengine tunasumbuliwa na simu kwamba tunadaiwa. Sasa utasomaje ushike hivyo vitabu, umemorize mambo yaliyoandikwa, alafu kienda kwenye mtihani ufaulu? Kwa hiyo tulimuona Dr. Jackson hafai, sio mwema, sio mtu anayetutakia mema. Tulipofika kwenye mtihani, akaja na kalamu za kutosha, akaja na maswali zaidi ya 200, 300. Kwenye maswali yake yote akatokea juu ya meza na kalamu, usije akasema kalamu imekwama. Akasimama mbele, akatuambia tuombe. Tukaomba kwa ajili ya kufanya mtihani. Tulipomaliza akasema atakaye feli mtihani huu hafai hata kuwa mhubiri. Tukazidi kukata tamaa. Akasema hivi, shika kalamu, shika karatasi ya mtihani, twende kwenye swali namba 1. Swali namba 1 linasemaje? Tunalisoma. Alafu lina majibu A, E, I, O. Ni ipi? Chagua. Amen. Alafu anakuambia chagua A. Majibu ni A. Unaandika A. Swali la 2, majibu ni C. Tunaandika C. Tukamaliza, akasema kuna anayefeli hapa? Akasema, tukasema mwalimu hatufeli. Wewe ndio mwalimu bora kuliko walimu wote. Tukakuta ameturahisishia, ametupa maswali na ametupa majibu mwenyewe na akatuandikia, tumefaulu. Ndio Kristo alivyotufanyia. Amekuingilia kwenye maisha yako ya umaskini, ameingia kwenye ugonjwa wako, ameingia kwenye madeni, ameingia kwenye mapigo, ameingia kwenye aibu, ameingia akachukua yote, alafu akakupa ushindi wake. Alafu akikupa ushindi anakuuliza, je, bado unashindwa? Huwezi shindwa. Huwezi shindwa, huwezi nyanyaswa. Alizarauliwa kwa ajili yangu, alitukanwa, alitemewa mate, alidhiakiwa, ili mimi nisipate kupitia hapo, niingie kwenye huo ushindi. Sasa kama ameshafanya hivyo, kwa nini nishindwe? Sasa mpokeaji na msemaji wa mahubiri ya kwanza aliyetuingiza kwenye imani anaweza asione hilo, akakupeleka kando, akakwambia lazima upambane. Sasa mimi naona hivi, mpango wa Mungu katika maisha ya mwanadamu kumwokoa mwanadamu ulishakamilika. Mungu hana namna nyingine akarudi duniani aende msalabani amtafute mwenye dhambi. Hakuna huo mlango tena. Hilo eneo Mungu alishamaliza. Kila mmoja sasa amepewa kazi ya kwenda kumpokea na kumkubali. Amen. Hata rudi kwenye mwili tena, akapigwe tena, akateswe tena. Alishamaliza hiyo.
Tumpige Yesu makofi kwa ajili ya hilo. Hilo limeshatimia, halitarudiwa tena. Namba 2, akatupa ushindi. Haleluya. Jamani, hilo eneo paka hapo. Mtu yoyote akishaingia kwenye eneo la imani, ameingia kwenye ushindi. Sasa kwenye ushindi kwa namna gani? Kwa namna anavyosikia na anavyoelewa na anavyoamini. Basi sasa liko hapa hilo eneo. Amen. Bwana asifiwe. Twende tusome waraka wa kwanza wa Yohana Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 inasema hivi. Mstari wa 4 na mstari wa 5. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mfumo huko kwenye ile eneo la imani. Ishiko pale kwenye eneo la imani. Pale penye imani ndipo palipopelekea mtu akazaliwa na Mungu. Pale palipo na imani ndipo palipo na mahali Yesu alipomaliza au alipotimiza ushindi wangu. Kwa hiyo ninapoingia kwenye eneo la kuamini, ninaingia kwenye eneo la kushinda. Kwenye eneo la kuamini kwa sababu nimeelewa mahali alipoingia kwa ajili yangu. Mstari wa 5. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tukitumia lugha la Yesu ni mwana wa Mungu, tunatumia Mungu akiwa mwili. Hakuwa tena roho hapo, alikuwa mwili ili apate nafasi ya kufanyika mimi. Kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Wafilipi sura ya 2, naomba tusome. Wafilipi sura ya 2. Mstari wa 6, wa 7, wa 8 inasema hivi. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya, maana yake alijiondoa, akachukua namna ya kutokuwa na utukufu, akatoa namna ya mtumwa. Maisha yangu akayachukua, akawa na mfano wa mwanadamu. Hapo ndipo alipoitwa mwana. Katika asili yake hajawahi kuwa mwana. Alipochukua namna ya Mungu ya mwanadamu, akaweka utukufu wa Mungu pembeni, akauchukua utumwa wa mwanadamu. Hapo ndipo alipoitwa mwana. Kabla hapo hajawahi kuitwa mwana, kwa sababu mbinguni palikuwa hakuna mwana. Mbinguni palikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa Mungu. Haleluya. Mbinguni palikuwa hapo na roho, naye roho alikuwa Mungu. Tunaenda sawa eh? Maana Mungu ni roho. Kwa hiyo mbinguni palikuwa hakuna mwana. Mwana ni kitendo cha kuingia akachukua namna ya mwanadamu. Pale ndio palipovaa ubinadamu kama mimi na wewe. Sasa akishaingia Mkristo akaona hiyo picha, atakuwa ameona wokovu. Na akiwa ameona wokovu, ameona ushindi. Akiwa ameona ushindi, mauti na dhambi na hukumu hazina nguvu kwake. Na kwa njia hiyo basi, yeye aliyekuwa na nguvu za mauti anakuwa hana nguvu, yaani ibilisi, kunifanya mimi kuwa mtumwa tena. Maana ameshakuwa namna ya mtumwa hapa. Bwana asifiwe. Mpango mkakati wa Mungu ni kumwokoa mwanadamu. Amen. Lakini asimwokoe
akamwacha azurure aonewe. Tunaenda sawa eh? Kwa hiyo akatupa ushindi. Huo ushindi sasa umetupeleka hapa. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba alipovaa mwili. Sasa hapo ndipo alipoingia kwenye udhaifu wangu. Hapo ndipo alipoingia kwenye aibu yangu. Akachukua umaskini wangu, akachukua madeni yangu, akachukua hali yangu ya kukataliwa, akachukua hali yangu ya kudharauliwa, na kwa kupigwa kwake pale mimi ndio nimepata uponyaji, nimepata ushindi, nimepata mafanikio, nimepata baraka. Haleluya. Yani it's too simple. Tuko ndani humo ambapo hatuna mtu atakaye tujaribia humo ndani. Akalinyoosha lifimbo lake la uchawi likatuumiza humo ndani ya Kristo. Amna. Wakolosai 1. Wakolosai 1. Haleluya. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Wakolosai 1. Haleluya. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Amen. Hiyo namba 1, salvation. Tukapata kuwa redeemed, tukapata ukombozi, akatuokoa katika nguvu za giza, akatuokoa katika utawala. Nguvu ni utawala. Kuna aliyeshika maisha yetu akatuweka katika ufalme wa giza. Huyo alikuwa ni ibilisi na mauti na dhambi na magonjwa na umaskini na kukataliwa. Humo ndani akatutoa humo, akatuokoa. Alafu hatua ya pili akatuhamisha. Alipotuhamisha akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tendo cha kuingia kule tumepata ushindi. Tumeshavalishwa ushindi. Tumo mle ndani, tuko kwenye ushindi. Tukitoka humo ndani tumeumia. Akatuhamisha, akatuingiza. Na alipotuingiza hakuweka mlango wa kutoka. Alipotuingiza aliweka alama katika agano lake. Aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Amen. Kwa hiyo tuko kwenye eneo, sio tena kwamba ametuokoa tukabaki, sio tumeokolewa tuteswe. Alitutoa eneo la ufalme wa giza. Haleluya. Akatuingiza katika ufalme, akatuhamisha. He has delivered us from the power of darkness, na he has translated us. Yani Mungu ametimiza, hana deni. Mungu hapa hana mahali pa wewe kulalamika, amekuhamisha. Kama tunapata huo ufahamu, huo ulimwengu wa roho umehama. Alafu akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2. Mstari wa 5 na wa 6. Nianze mstari wa 4, ina lugha nzuri. Mstari wa 4 anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Maana yake alipokuwa kwenye dhambi alikuwa hana raha. Alikuwa haizi furahia tukiwa dhambini. Amen. Nguvu iliyokuwa ndani ya Mungu inaitwa rehema, ilimlazimisha Mungu, ilimfanya Mungu ashindwe kutulia katika uungu wake, akavaa mwili. Tunaenda sawa eh? Yani ile force of mercy, ile nguvu ya utajiri wa ile rehema. Amen. Ingekuwa Mungu sio mwingi wa rehema, asingevaa mwili akamwokoa mwanadamu. Sasa ile power ya ile mercy, ile nguvu ya ile rehema, mahali pa kupenda sana kumpata mwanadamu aishi naye akiwa mwenye dhambi, ilibidi avae mwili ili aingie kwenye mauti ya mwenye dhambi. Amen. Na alipofanya hivyo
kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, Biblia inasema wakati huo tulikuwa tumekufa, tuko wafu. Hiyo rehema, hiyo rehema. Haleluya. Hiyo nini? Hakutupenda tumeokoka. Alitupenda tukiwa wenye dhambi. Hiyo ndio nguvu ya rehema. Hapati raha mpaka amepata njia ya kumfikia mwenye dhambi na kumwokoa. Hiyo ndio power of mercy. Tunaenda sawa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. The grace ilipokuwa sasa amevaa mwili, ndo the grace, neema, ikadhihirisha pendo la Mungu kuachilia msamaha. Sio kwa sababu mimi nataka msamaha, ni kwa sababu Mungu anakusamehe kwa faida yake basi. Amen. Sio kwa sababu mimi nimetaka kuokolewa. Sio ninyi mlinichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi. Hiyo ndio inaitwa grace. Kama amekuchagua, ni juhudi yake yeye kukuokoa, ni juhudi yake yeye kukulinda, ni juhudi yake yeye kukufanya usiteswe tena. Hiyo ndio grace. Baada ya kutuokoa, huo mpango ulishaisha. Pigia basi Yesu makofi mazuri. Mstari wa 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Wow. Hilo eneo hilo, baada ya kutuisha tukaokolewa kwa hiyo neema, sasa ile grace sasa ina provide chakula, mavazi, kazi, uchumi, watoto, ndoa. Kila unachokishika, rehema na neema zinaongezeka usiku na mchana. Hatutapungukiwa. Pendo lake linaongezeka hata iweje, anaozidi kuchochea pendo lake, maana mwili wake uliumizwa ili uendelee kuwa na afya. Alikuwa amevuliwa nguo ili uvae. Hilo pendo halipungui popote. Kwa hiyo utakuta unapata kushinda unavyotegemea kupata. Chakula, mavazi, kulala, watoto. Yani Mungu hakupi kwa maombi uje upate. Anakupa kwa sababu ya kitu kilichomwingia Mungu kukupenda wewe, ambacho kinaitwa rehema. Maana wengine wanasema piga maombi bwana mpaka upate. It's true, maombi ni mazuri, lakini kuna force behind rehema. Kuna nguvu nyuma ya Mungu inaitwa rehema, iliyokuja kuniokoa ningali mwenye dhambi, kunitafuta mungali mwenye dhambi, na sio tu kunipa wokovu, na kunimiliki, na kunifanya mali yake, na kunipa ushindi wake, na kunipa mimi kila ninacho. Yani Mungu halali mpaka umekula. Mungu hawezi kukuacha uaibishwe, uteswe ndio Mungu aje akupe baadaye. Mungu Bwana asifiwe, nilikuwa maskini sana. Mungu hataki kusikia tena hiyo ushuhuda. Anataka akishakupa uendelee kuwa nayo, uzidi kuwa nayo, uongezewe zaidi, uzidi zaidi, mpaka ufike mahali historia ya wao ulikuwa maskini hutaiona. Inabaki kwa watu wengine tunamjuaga zamani, lakini sasa hivi wewe ni mwingine. Mstari wa 6 ndio pale kwenye kingdom. Hata wakati ule tulipokuwa, nasema akatufufua pamoja naye. Sema amen, amen. Alafu akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Huo ndio ushindi. Sasa tunatafuta ushindi kwa Mungu. Atubariki, atusaidie maadui zetu. Hapa tukaketishwa, anasema akatufufua, akatuketisha. Akatuketisha. Kuketishwa ni kukaa. Kukaa maana yake kupumzika. Kukaa maana yake maisha sio yangu, ni ya kwake. Sio mimi tena, ni yeye. Haleluya. Lolote unaloliona kwangu sio tena mimi ninaishi, ni yeye. Mungu wewe. Wakija na vita hawana uwezo wa kufika wewe ulipo, maana sio wewe,
nimeketishwa pamoja naye katika Kristo, katika ulimwengu wa roho. Ni yeye, yani I don't support myself, lakini ni yeye ananisupport, ni yeye ananitendea, ni yeye ananilinda, ni yeye ananibariki, ni yeye ananiongoza, ni yeye yupo pamoja nami, ni yeye kwa watoto wangu, ni yeye kwa biashara, ni yeye kwa ndoa, ni yeye kwenye afya, ni yeye everything ni yeye. Everything ni yeye. Yani ikishafika hilo eneo, hata ulimwengu wa aina gani, yatoke mashetani baharini, yatoke sijui milimani, yatoke kwenye mabonde makaburini, yatoke kwenye eneo lolote, hawana address. Hawana address. Sijui niseme address kwa lugha gani. Hawana uwezo wa kukutambua wewe. Kwa lugha nyingine. Kwa lugha nyingine, hii ni kusema watatumwa wanaotafuta maisha yako wakuue, alafu watakuja kukuuliza, mzee Godfrey umemwona? Watakuuliza, mzee nani Godfrey, tunamtafuta mzee Godfrey, unamjua? Na wakati wanakuuliza wewe, lakini hawakujui, maana sio wewe tena, bali ni Kristo. Hawakuoni tena, wanatafuta kukuangamiza. Wako karibu na wewe wakuangamize, lakini hawaone adresi yako ni wewe. Wanakosa kwa sababu umefichwa, umeingizwa, umekalishwa, uko ndani katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hawana clue wapi watakupata, hawajui kabisa, hawana uwezo huo kabisa, hawataweza kupata hiyo nafasi kabisa. Sasa pale unapopata injili, nani anayekuingizia fundisho? Hapo ndipo unapoingia kwenye majaribu, hapo unaingia kwenye ushindi. Na issue iko hivi, ukishaingia kwenye eneo la kushinda, mimi nasema hivi, ukishaingia huwezi toka tena munde. Utolewi na mtu, hakuna mtu anaweza kukutoa. Haleluya. Ngoja nikwambie, sio maombi yangu yananisimamisha hapa. Tunadanganyana na wahubiri kila siku. Sio mimi nikifunga na kuomba ndio maana nimefika. Hamna, ni Kristo amehangaika na mimi, sio mimi nimehangaika na Kristo. Kristo anapambana, ameingia mpaka kuzimuni. Mimi sijui kuzimu imekaje. Ameingia mpaka mle ndani. Nilipokuwa wafu kwa sababu ya makosa, akanitoa nikafufuka pamoja naye, akaniingiza ndani ya ufalme. Hilo sio sehemu ya juhudi yangu, ni juhudi yake. Sasa mimi kazi ni kuelewa, ninajua hayo. Nikishajua hayo, imetendeka. Ishu watu wataki kujua hiyo, wanataka kujua wewe una changamoto gani, maadui zako wako wangapi, utaleta sadaka ya kukombolewa. Hapo ndipo ujinga ulipokaa. Hapo ndipo watu walipo bado wako gizani, bado wako kwenye laana, hawataweza ondoka hapo forever. Na maombi wanayofikiri kwamba wataombewa sana, huko akili zao bado zimegoshiwa na elimu na mapokeo na mafundisho ya awali ya ulimwengu huu. Ngoja niwaambie tena kitu kingine. Kabla Musa hajafa alikufa Harun. Muombezi alikufa, Harun alikufa kabla Musa hajafa. Alikuwa Musa naye akafuata, akawa wa mwisho kufa. The moment Musa anakufa hivi, Kanaani hii hapa. Hakuna mtu aliyekosa kuingia Kanaani. Na alipochukua Joshua ambaye maana yake ndio Yesu mwenyewe kwa lugha nyingine. Maana neno Joshua tafsiri yake Yahweh is my salvation. Mungu ndio wokovu wangu. Yahweh is my salvation. Yeshua, ni God. Haleluya. Sasa aliposhika tu Yeshua hivi, hakuna mto Jordan uliokuwa umewafunga njiani wasiingie. Hakuna jango litakalokaa mbele yao wakapita tena. Hakuna maadui watakaosimama mbele yao tena. Hakuna vivuli vya milima ya Seiri watakaozunguka tena. Wanaingia without any obstacles. Wanaingia sio kwa kupigana tena. They possess the land. They possess the land. Yani wanateka. So wanachukua tu. They possess the land. Kupossess ni kuchukua kwa yoyote, apende asipende, tunachukua. Ni miliki yetu sasa.
Yesu alipotufanyia. Hatupozesi, hatuchukui baraka, tunamilikishwa, tunarithishwa, ni za kwetu katika Kristo Yesu. Haleluya. Sema amen, amen. Akatufufua pamoja naye. Alafu akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Katika ulimwengu wa roho, mahali panapoingia ufalme wowote kumiliki ni ulimwengu wa roho, kabla mwili hujaingia. Sasa hakutuacha tuteseke, akatuingiza kwenye ulimwengu wa roho, akatisha pamoja naye. Huku kwenye sura ya kwanza anasema hivi, juu sana kuliko ufalme. Sema amen, amen. Juu sana kuliko ufalme wote, juu sana kuliko mamlaka, juu sana kuliko nguvu na usultani, juu sana kuliko jina litwajalo, juu sana. Si katika ulimwengu huu tu, hata ule ujao pia. Sasa hiyo ukiniambia hakuna ushindi hapo, ukiniambia bado tuko kwenye vita na adui, simuoni atakayeweza simama mbele yangu. Simuoni atakaye kuja kwenye ndoto alafu asubuhi nimpigie mchungaji anitafsirie ndoto. Sina hiyo kazi tena. Sema kwa sauti amen, amen. Hebu sema mimi sio mtafsiri wa ndoto. Sema niko kwenye ushindi. Ndoto zimeshatimia, ninaziona zimetimia. Piga kelele, sema baraka zangu zimeshatimia. Sisitafuti kwenye ndoto. Mimi siongozwi na ndoto saizi, ninaongozwa na reality. Niko ndani ya tendo lilofanyika. Niko ndani ya baraka zilizoingia tayari. Zimeshamwagwa humo ndani, zimetapanywa humo ndani, zimeenea mpaka zinasambaa, mpaka mtu akinigusa, anagusa chakula, anagusa hela, anagusa afya, anagusa hichi, anagusa amani, anagusa furaha, anagusa usingizi kama wa mtoto. Yani nimeenea humo. Nimeenea humo. Mpaka mahali unasema sio mimi sasa. Mtu yote asinitabishe. Sio mimi naishi, bali ni Kristo sahihi. Unafika hapo kwamba sasa hakuna cha kutabishwa tena, hakuna cha kuonewa tena, hakuna cha kulaaniwa tena, hakuna cha wachawi tena, hakuna cha ugonjwa wa urithi tena. Hapa sasa sio mimi ninaishi, bali ni yeye aliyekuja, aliyekaa kwenye kiti cha enzi, akanihamisha, akaniingiza, akanivalisha uungu wake, akanivalisha utukufu wake. Haleluya. Sema amen, amen. Hebu tuende kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza au Petro wa pili? Tuende kwenye Petro. Haleluya. Sema amen, amina. Petro wa kwanza sura ile ya kwanza. Nianze mstari wa 3. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jamani, iwe hivi. Kabla Yesu hajaja duniani, Mungu alikuwa itu baba. Kwa sababu mwana alikuwa hajazaliwa. Tunaenda zamani sawa sawa jamani, Alikuja kuingia ndani ya mwili, akazaliwa, ikatafuta sasa jina litakalofaa, maana tuna mwili. Na ule mwili ndio unakuja kutoa mwanadamu aliye kwenye mwili kwenye laana. Kwa hiyo lazima baba apatikane. Huyu ndio mwanangu sasa. Amen. It means kwamba huu mwili ndio unakuwa salvation kwenu. Huyu mwanangu salvation kwenu. Yeshua. Tunaenda sawa? Sasa hapa Mungu alafu naweka koma, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu kuna mwili. Anasema ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa ufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Anaendelea, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Sema amen, amen. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa kwa wakati wa mwisho. Anasema na ninyi mnalindwa na nguvu. Yani hatuko kwenye kujilinda kupambana. Kuna nguvu inayoshughulika na sisi. Twende Petro wa pili. Petro wa pili. Haleluya. Sema kwa sauti amen. Sura ya kwanza mstari wa 3. Kwa haraka haraka. Anasema kwa kuwa uweza wake
wa uungu. Umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita katika utukufu wake na wema wake mwenyewe. Jamani, hapa anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi zilizo kubwa mno za thamani, ili kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mukiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Tuko mahali pazuri sana, tuko kwenye viwango vya juu sana, akaturishirikisha mpaka tabia yake ya uungu. Hakuna malaika amepewa hiyo, sisi tumeingizwa kwenye hilo koti. Haleluya, sema amen. Tena kwa hayo akatukirimia ahadi zilizo bora mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani sababu ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali pazuri sana, tuko mahali penye hakika, tuko mahali penye ujasiri wa kutamka wewe ni nani. Tuko mahali pa kusema katika haya yote mimi nashinda na zaidi ya kushinda. Katika yeye tunaweza mambo yote. Tuna uhakika kwenye hayo kwamba ewe mauti ziko wapi nguvu zako? Tuna uhakika ewe mauti ziko wapi nguvu zako? Kwa wapi kushinda kwako? Maana wewe mauti umekosa mahali pa mshiko humu. Una mahali pa kumiliki humu ndani yangu. Mauti inatafutaga mahali pa kukaa. Ikipata haitaki kutoka, inashikilia mtu. Lakini nilipokuja katika Kristo, tukaingia katika ushindi wake, maandiko yakasema na ashukuriwe Mungu aliyetupa kushinda katika Kristo Yesu. Haleluya, ametupa kushinda. Yani haipo kwenye mimi kujitahidi, iko mimi katika kukubali, iko katika mimi kupokea. Napendaga maisha ya ardhi na mbegu. Ardhi na mbegu, yani mbegu inaweza kachukuliwa na ndege kutoka Amerika. Kama ndege amekula matunda huko, akaruka hewani huyo kilomita nyingi tu, akipita huko juu kwa juu tu, akajisaidia huko juu, choo kikaangukia chini kikashuka na ile mbegu. Nakwambia hivi, ardhi haisemi hii ni choo, inasema hii ni mbolea imekuja na seed. Ardhi inapokea ile mbegu, inapokea na ile mbolea, inaachia nguvu ya kuzaa. Haijalishi imekuja na sura gani, inakuja na hiyo sura, lakini kumbe ndani ya hiyo sura mbaya inakuja na nguvu huko ndani, inakuja na uhai humo ndani, inakuja na matokeo humo ndani, inakuja na miujiza humo ndani. Ndivyo imani inavyokuja. Inaweza ikaja kama ni wajinga wa mwisho, watu kukudharau, lakini kumbe humo ndani ya hiyo imani kuna ufufuo mle ndani, kuna uponyaji mle ndani, kuna mafanikio mle ndani. Baada ya kitambo, yule wa kukudharau anakuja kutafuta maisha yake chini ya uvuli wako. Ndivyo tulivyo katika Kristo Yesu. Sema amen. Piga kelele, sema ndivyo nilivyo. Sema kwa jina la Yesu, ni mimi saa hii ni mshindi. Naeleweka watu wa Mungu Mpigie Yesu basi makofi mazuri. Naona kama muda wangu unakimbia, hebu nimalizie hapo. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya maneno haya machache. Iwe katika huyu anayejua mapenzi yako na kusudi lako limetimia, limeshakamilika. Ulilolisema kwa Yeremia kule, nayajua mawazo naye wawazia, sio mawazo ya mabaya, bali ni ya mema. Hayo mema tumeyaona, mawazo yako tumeyaona, ulivyoyatimiza, ulivyokamilisha katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Nipe Yesu makofi. Mungu awabariki. Asanteni kwa kufika. Tumemaliza. Asante sana kwa kuja kwenu. Tupe mahali pa kuweka sadaka.